Kwa majina naitwa Leonard Msenyele, ni kaimu mkurugenzi wa uzalishaji maji na usambazaji maji DAWASA. Nichukue fursa hii kwanza kuomba radhi kwa wateja wetu kutokana na tukio la leo ambalo tutangia jana kidogo hali ya ubora wa maji yetu ilikuwa na changamoto kutokana na ungavu wake ulikuwa wa changamoto. Kwa hiyo hii ilisababishwa na tulikuwa na matengenezo ya bomba ambayo wakati wa kurudishia bado kulikuwa na topa ambazo zilikuwa ndani ya bomba. Sasa katika kuwasha na namna kuweza kulishafisha bomba, kuna sehemu ya washout zetu ambazo hazikufanya kazi vizuri, kwa maji yakawa yametoroka kuingia kwenye mfumo wa maji yetu, mfumo wa maji usambazaji wetu. Kwa hiyo hii hali ilisababisha kidogo maji kwenda mpaka wateja yakiwa hayako katika ubora ambao unatakiwa. Kwa hiyo hilo tumeliomba radhi, lakini tumefanya jitihada kile iwezekanavyo kuhakikisha kwamba basi tunafanya usafi wa mfumo wetu, na bahati nzuri nadhani tulitoa taarifa hata kwa wateja wetu kuhakikisha kwamba angalau wasiyatumie yale maji kwa kipindi wakati tunafanya jitihada za kuweza kuyasafisha mfumo wetu. Na naweza nikasema kwamba jitihada zimefanikiwa kwa sababu kuna baadhi ya maeneo kuanzia kwenye matenki yetu ya kuhifadhi maji tumeona namna ya kuweza kufanya usafi, na tulifanya baadhi ya maeneo kwenye tiba zake tumeyafanya, na mpaka sasa hivi hali imeweza kutengamaa, na bahati nzuri tumepita mpaka kwa wateja vile vile kujiridhisha kwamba sehemu mbalimbali maji yanatoka vizuri, yako kwenye ubora ambao unatakiwa. Kwa hiyo ni watoe hofu tu wateja wetu na wananchi wa maeneo ambao yalikuwa na changamoto hiyo kwamba DAWASA tulikuwa tumejipanga kuhakikisha kwamba tunarudi kwenye kuzalisha maji au kuwasambazia wateja wetu maji ambayo yako kwenye ubora unaotakiwa. Na nirudie tena kwamba tunaomba radhi kwa kilichotokea na usumbufu umetokea kwa wateja wetu, na tunahakikisha kwamba hali hii haitajitokeza, na tutakuwa tunaweka umakini kuhakikisha kwamba tunapokuwa na matengenezo basi tunakuwa na tahadhari zinazotakiwa kuhakikisha basi mfumo wetu haujapata maji ambayo hayako kwenye ubora unaotakiwa. Kwa lakini washukuru wateja vile vile kwa namna uvumilivu na waliotupa taarifa kwamba maeneo mbalimbali kuna changamoto kama hiyo, hali ambayo ilitufanya sasa sisi tuchukue hatua haraka kuweza kwenda kutatua changamoto hiyo imejitokeza. Jina langu naitwa Mama Kalebu, nakaa mtaa wa Kondoa Kilembela. Ukweli ni kwamba jana maji yalikuwa yanatoka ni tope kabisa. Kwa kisi mimi sikujaza vyombo vyangu vya ndani. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi yanaendelea vizuri. Mimi ninachokiomba ni kwamba hizi jitihada walizozifanya ziendelee, yani waendelevu. Waendelee kutupitia, yani waendelee kupita maeneo, baadhi ya maeneo, ili waendelee kujua changamoto likoje. Tunawashukuru kwa kweli DAWASA. Kwa majina naitwa Omar Muhammad Kianga, ni mkazi wa Mbezi Beach B, na changamoto iliyotukuta jana kuhusiana na swala la maji. Maji yalikuwa na rangi tofauti kidogo, kwa rangi ya kama nyekundu fulani. Tulishindwa kufanya kazi zetu za kawaida za matumizi ya maji. Nashukuru DAWASA wametukimbilia katika hali hii, na leo kama mnavyoona maji yetu yako quality kabisa. Kwa hiyo tunashukuru sana DAWASA wametukimbilia kuweza kutatua tatizo hili. Hali ya viongozi wa juu wa DAWASA kututembelea majumbani na kuona changamoto za maji, tunashukuru. Wamezipata na wamezifanyia kazi. Kiukweli tunafurahi sana kuona wametukimbilia kwa moyo mmoja. Haswa viongozi wale ambao hatukutarajia kama tungewapokea. Kwa hiyo tunashukuru wamekuja kuona changamoto zetu na wameshazitatua. Kwa hiyo hali ya Mbezi Beach B ya changamoto ya maji kubadilika rangi imetoweka.